أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mominin Allah amsaidie sana anasema habari za Hazrat Ali radhiyallahu anhu zinaendelea kuzungumzwa. Hazrat Muslih Maud radhiyallahu anhu akieleza sababu za kuuawa shahidi kwa Hazrat Ali anasema ya kwamba mambo yalikuwa bado hayajakaa sawa, ndipo kundi la Khawarij likashauriana ya kwamba njia pekee ya kuiondoa fitina hii ni kuwaua watu wote walio wakubwa. Hivyo watu wao wenye ushujaa na ujasiri wakajitokeza na ikirari ya kwamba mmoja wao atamua Hazrat Ali na mwingine atamua Hazrat Muawia na mmoja atamua Amr bin As, na hiyo wataitekeleza katika siku moja na kwa wakati mmoja. Yule aendaye kwa Hazrat Muawia akamshambulia, lakini upanga wake ukakosa mwelekeo na Hazrat Muawia akapata majeraha madogo tu. Mtu huyo akakamatwa na baadaye akauawa. Mtu aliyekuwa ameenda kuumua Amr bin As naye pia hakufanikiwa, kwani Amr bin As kwa sababu ya maradhi yake hakuja kusalisha sala, na badala yake mtu aliyekuwa amekuja kuwasalisha sala, mshambuliaji akamua mtu huyo. Na kisha mwenyewe akakamatwa na baadaye akauawa. Mtu aliyekuwa ametoka ili kumua Hazrat Ali akamshambulia Hazrat Ali wakati Hazrat Ali aliposimama kwa ajili ya sala ya alfajiri, na Hazrat Ali akajeruhiwa vibaya. Wakati wa kumshambulia mtu huyo akanena maneno yafuatayo: iwe Ali, huna haki kwamba kila usemalo likubaliwe, bali haki hiyo ni ya Allah pekee. Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam alikuwa ametoa habari ya kuuawa shahidi kwa Hazrat Ali. Hazrat Ubaidullah anasema ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Hazrat Ali, ewe Ali, je, wajua kwamba miongoni mwa watu wapitao na watakao kuja baadaye mtu mwenye bahati mbaya kupita kiasi ni yupi? Yeye akasema, Allah na mtume wake wanajua zaidi. Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, katika watu waliotangulia mtu mwenye bahati mbaya ni yule aliyekata miguu ya ngamia ya Haswale, na ewe Ali, kwenye akhirin mtu mwenye bahati mbaya ni yule atakaye kupiga mkuki. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaashiria upande wa sehemu ile ambapo Ali atapigwa mkuki. Mtumishi wa Ali Umme Jafar anasimulia kwamba nilikuwa na mwaga maji juu ya mikono ya Ali, ndipo akainua kichwa chake na kwa kushika ndevu yake akainyanyua hadi puani, kisha akiashiria upande wa ndevu yake akasema, shani yako ni ajabu mno, lazima utaloa na damu. Kisha siku ya Ijumaa akauawa shahidi. Katika sehemu nyingine tukio la kuuawa shahidi la Hazrat Ali limeelezwa hivi:
ibne hanfia anasimulia kwamba mimi na hat hasan na hat husein tulikuwa tumeketi katika hamamu. ibne muljam akatujia. Alipoingia ndani, hasnen akaonyesha chuki zidi yake na akasema, umejijasirishaje kuja hapa kwetu? Nikawaambia wote wawili kwamba mwachane naye, wallahi mpango wake alionao wa kufanya zidi yenu unatisha zaidi kuliko hii. Pindi hat ali aliposhambuliwa, ibne muljam akakamatwa na kuletwa kwake. ibne hanfia akasema, nilikuwa nimejua kuhusu nia yake siku ile alipokuwa ametujia katika hamamu. Hapo hat ali akasema, huyu ni mahabusu, hivyo umtumikie vizuri na umwandalie mahala pazuri. Ikiwa nitabaki hai, labda nitamua au nitamsamehi, na kama nikifa, basi mue katika kisasi changu, na msiruke mipaka, kwa yakini Allah hawapendi warukao mipaka. Imesimuliwa na mtumwa aitwaye Qusam wa hat ibn Abbas aliyeachiliwa huru ya kwamba hat ali alimuindikia kijana wangu mkubwa wasia, na akasema kwamba ibn muljam asipigwe mkuki kwenye tumbo na sehemu yake ya siri. Watu walisema kwamba kutoka Khawarij watu watatu walikuwa wameteuliwa: Abdurrahman bin Muljam Muradi aliyetokana na kabila la Himir na alikuwa akihisabiwa katika kabila la Murad lililokuwa na uhusiano na familia ya Kinda banu Jabala, na Burak bin Abdullah Tamimi na Amr bin Bukair Tamimi. Wote hawa wakajumuika Makka na wakakubaliana kwamba lazima watawaua watu watatu, yani hat Ali bin Abu Talib, hat Muawiya bin Abu Sufyan, hat Amr bin As, na kuwasalimisha watu kutoka hawa kama ilivyoelezwa hapo kabla. Hayo ni majina ya wauaji ambao tukio lao hat Musleh Maud amelieleza mwanzoni. Abdurrahman bin Muljam akasema, mimi nachukua dhima ya kuumua Ali bin Abu Talib. Burk akasema, mimi nachukua dhima ya kuumua Muawiya, na Amr bin Bukair akasema, mimi nitawasalimisheni kutoka Amr bin As. Kisha wakakubaliana na kuhakikishiana ya kwamba katika hilo hawataonesha uvivu vovote na watafanya kila namna ili wawaue watu hawa watatu, hata kama wakilazimika kuuawa katika njia hii, na hawatarejea kabisa. Yani watafanya kila namna ili waweze kuwaua watu hawa hata kama walazimike kuuawa katika njia hii, na hawatarudi bila kupata mafanikio. Kisha kwa ajili yake wakapendekeza usiku wa 17 wa Ramadhan. Kisha kila mmoja wao akaelekea kwa mji ambamo mtu mlengwa alipokuwa akiishi humo. Abdurrahman bin Muljam akaja Kufa na akakutana na marafiki zake wa Kikhawarij, lakini hakuwaambia kuhusu nia yake, na akaendelea kukutana nao na wao wakaendelea kuja kukutana naye. Siku moja akakutana na kundi moja la kabila la Temrubab. Mwanamke mmoja aitwaye Qatam binti Shijna bin Adi alikuwepo katika kundi hilo. Katika vita ya Naharwan, hat Ali alikuwa amewaua baba yake na ndugu yake. Ibn Muljam akampenda sana na akamtumia ujumbe wa kumoa. Mama huyo akasema, sitakubali ombi lako la nikah hadi ni ahadi moja. Ibn Muljam akasema, chochote utakachoomba nitakupa tu. Ye akasema, dirhamu 3,000 na mauaji ya Ali bin Abi Talib. Ye akasema, wallahi nimekuja mjini ili nimue Ali bin Abi Talib na nitakupatia kile ulichoniomba. Kisha Ibn Muljam akakutana na Shabib bin Bajra Ashaji na akamwambia kuhusu nia yake.
na akamwomba ili abaki pamoja naye. Shabib akalikubali ombi lake. Usiku ule ambapo alikuwa ameamua kuumua hat ali, akaupitisha katika msikiti wa Ashas bin Qais Kindi. Alfajiri ilipopambazuka, Ashas akasema, amka kwani kumekucha. Abdurrahman bin Muljam na Shabib bin Bajra wakasimama na kwa kushika panga zao wakaja kuketi mbele ya jukwaa lile ambalo lilikuwa karibu na njia ile aliyokuwa akiitumia hat ali. Hasan bin Ali anasimulia kwamba mimi asubuhi sana nikaja kuketi karibu na hat ali. Wakati ule hat ali akasema, kwa usiku kucha nikaendelea kuwaamsha ahali zangu, kisha nikashikwa na usingizi, na katika ndoto nikamwona mtume sallallahu alaihi wasallam. Nikasema, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nimekabili uporomoshaji na ugomwi mkali kutoka kwa umati wako. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, fanya maombi kwa Allah zidi yao. Nikasema, ewe Allah, mbadala wao nijalie kile kilicho bora kuliko wao, na mbadala wangu uwajalie kile kilicho kibaya kwao. Katika muda huo akaja muazini ibn Nabah na akasema kwamba muda wa swala umefika. Hasan anasema, nikashika mkono wa Ali, naye akanyanyuka na akaanza kutembea. Ibn Nabah alikuwa mbele yake na mimi nilikuwa nyuma yake. Alipotoka nje ya mlango akawaita watu akisema kuwa, ni watu, sala sala. Ilikuwa kawaida yake kwamba kila siku alikuwa akitoa sauti ya salat salat. Kila alipokuwa akitoka nje alikuwa na fimbo mkononi mwake, na kwa kupiga juu ya milango ya watu alikuwa anawaamsha. Wakati huo huo washambuliaji hawa wawili wakaja mbele yake. Mashahidi waliona kwa macho yao. Mmoja anasema kwamba akaona mwanga wa upanga na akamsikia mtu mmoja akisema, ewe Ali, hukumu ni kwa ajili ya Allah wala si kwa ajili yako. Kisha nikaona upanga wa pili, kisha wote wawili wakamshambulia kwa pamoja. Upanga wa Abdurrahman bin Muljam ukamjeruhi Ali kwenye paji lake hadi kichwani na kufikia kwenye ubongo wake, ilhali upanga wa Shabib ukaenda kugonga ubao wa mlangoni. Nikamsikia Ali akisema, mtu huyo asiwakimbieni, na watu wakawazingira kutoka pande zote, lakini Shabib akakwepa na kutoroka, na Abdurrahman bin Muljam akakamatwa na akaletwa kwa Ali. Ali akasema, mumlishe chakula kizuri na mumpatie malazi laini. Ikiwa nitabaki kuwa hai, nitakuwa na haki zaidi ya kumsamehe au kuchukua kisasi kutoka kwake, na ikiwa nitakufa, basi uweni huyu vile vile, nitaweka swala lake mbele ya Allah. Yani wakati wa kifo cha Ali ulipofika, yeye akatoa wasia ambao ndio huu: kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwingi wa ukarimu. Huu ni wasia uliofanywa na Ali bin Abi Talib. Ali amefanya wasia ya kwamba ye anatoa shahada kwamba hakuna muabudiwa isipokuwa Allah. Ali amefanya wasia huu kwamba hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa Allah. Yeye ni mmoja, hana mshirika wake, na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mja na mtume wake ambaye Allah amemtuma kwa mwongozo na dini haki ili kuifanya izishinde dini zote, ili ipate ushindi juu ya dini zote, ijapokuwa washirikina wachukie. Hakika sala yangu na sadaka yangu na uzima wangu na kufa kwangu ni kwa ajili ya Allah, mola wa walimwengu, hana mshirika, na hayo ndio niliyoamrishwa, na mimi ni wa kwanza wa waliojisalimisha. Kisha akaelekea kwa mwana wake Hasan na akasema, mimi na wanasihini nyote kwamba nini nyote muwe na ucha Mungu
wa allah ambaye ni mola wenu, wala msife ila mmekwisha kuwa wanyenyekevu kamili, na shikeni kamba ya allah nyote wala msiachane, kwani nimemsikia abul qasim sallallahu alaihi wasallam akisema kwamba kurekebisha uhusiano ulio baina yenu ni bora kuliko sala za nafali na saumu za nafali. Ni jambo niyeti mno, yatupasa kulikumbuka kwamba kuyarekebisha mahusiano ya kijamii ni bora kuliko sala na saumu za nafali. Kuishi kwa pamoja na kupatanisha baina ya watu ni wema mkubwa. Muwajali jamaa zenu na muwatendee kwa wema. Mkifanya hivyo allah atawarahisishieni hisabu. Katika masuala ya mayatima muwe na hofu ya allah, wala msiwalazimishe kwamba wawaombeni msaada kwa ndimi zao na wasije wakapotea mbele yenu. Kuhusu majirani muwe na hofu ya allah, kwani huu ni wasia wa nabii wenu sallallahu alaihi wasallam. Yeye kwa siku zote akaendelea kutoa wasia na kutekeleza haki za majirani, akaendelea kutoa wasia wa kutekeleza haki za majirani hadi tukazani kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam asije akawafanya majirani kuwa warisi. Kuhusiana na Qur'ani tukufu mumgope allah. Kuhusu Qur'ani tukufu wasije wakawashindeni wengine. Kuhusu sala muwe na hofu ya allah, kwani hiyo ni nguzo ya dini. Kuhusu nyumba ya mola wenu muwe na hofu ya allah, na kwa maisha yote msiiache wazi, kwani ikiwa ikiachwa wazi hamtaweza kuipata nyumba kama hiyo. Na kuhusu kupigania jihadi katika njia ya allah muwe na hofu ya allah, na fanyeni jihadi kwa nafsi na mali zenu. Na kuhusu zaka muwe na uchamungu wake, kwani hiyo inazima hasira ya allah. Na kuhusiana na uwajibikaji wa nabii wenu muwe na hofu ya allah, asizulumiwe yeyote kati yenu. Na kuhusu maswahaba wa mtume wenu muwe na hofu ya allah, kwani mtume ametoa wasia katika haki yao. Na katika swala la mafukara na maskini ogopeni allah, na muwashirikishe katika vitu vyenu vya kujikimu. Na muwe na hofu ya allah kuhusu wale ambao wapo chini yenu na mna wajibu wa kuwaangalia. Lindeni sala, muhifadhi sala. Akasema kwamba kwa ajili ya kupata radhi ya allah musiwe na hofu ya yeyote mwenye kulaumu, muwe mnatanguliza radhi ya allah. Pia ni jambo zito. Mungu atawatosheni zidi ya yule atakaye kuwazuruni na kuasi zidi yenu. Na semeni wema kwa watu kama allah alivyoamrisheni. Msiache tabia ya amr bilmaruf na nahi anil munkar, waila walio wabaya kati yenu watajifanya kuwa viongozi wenu. Khalifa mtukufu anasema kwamba jambo hilo pia ni muhimu sana, kuamuru kutenda mema na kukataza maovu. Muendelee na tabia hiyo wala msiiache, waila walio wabaya wenu watakuwa mahakimu wenu. Kisha mtafanya maombi, lakini maombi yenu hayatapokelewa, hayatakubaliwa. Na siku hizi huzur amesema kwamba hiyo ndiyo hali ya nchi za Kiislam. Muwe na mahusiano mazuri baina yenu na musaidiane bila kujikalifisha. Ala musiwe na uadui baina yenu, wala msikate mawasiliano, wala msiachane, na musaidiane katika mema wala msisaidiane katika mabaya na maovu. Shikeni uchamungu wa allah, hakika allah ni mkali sana katika kutoa adhabu. Eni watu watukufu wa ahle bait, allah awalindeni na kwa kuwapitia nyini amhifadhi nabii wenu, yani kwa kupitia mifano yenu mema. Mtume sallallahu alaihi wasallam kana kwamba abaki hai kwa milele. Mimi na wakabizini kwa allah, na amani na rehema za allah ziwe juu yenu. Abu Sinan anasema ya kwamba Hazrat Ali alipokuwa amejeruhiwa tukaenda kumjulia hali yake. Msimuliaji anasema mimi nikasema, ewe Amirul Mu'minin, kwa kuona hali yako hiyo tuna wasiwasi nyingi. Hazrat Ali akasema, lakini wallahi mimi sina wasiwasi kuhusu dhati yangu,
kwani sadiku masduk mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameniambia tayari kwamba wewe utapata majeraha hapa na hapa, na akaashiria upande wa masikio yake, kisha damu itaanza kutoka humo hadi ndevu yako italoa na damu, na mwenye kufanya hivyo atakuwa mtu mwenye bahati mbaya wa umati huu, kama alivyokuwa mtu mwenye bahati mbaya wa kaumu ya Thamud aliyekata miguu ya ngamia. Sawa ni riwaya moja Hazrat Ali kuhusu muaji wake Ibn Muljam akasema, kalisheni huyo, endapo ni kifa muwe huyo, lakini msikate viungo vya mwili wake, na ikiwa nitabaki kuwa hai basi nitaamua mwenyewe kuhusu msamaha wake au kisasi chake. Musleh Maud radhiyallahu anhu akieleza habari hiyo anasema hivi: imeandikwa katika historia kwamba mtu mmoja alimshambulia Ali kwa hanjari, akapasua tumbo lake, naye akakamatwa. Huzur anasema kwamba Musleh Maud ameandika kwamba akapasua tumbo lake, pia alikuwa na majeraha kichwani, huenda atakuwa amepata jeraha tumboni vile vile, au labda alikuwa na wazo lake, au akasema kama msemo tu. Kwa vyote vile riwaya nyingi zinazungumzia majeraha ya kichwa chake. Ye akakamatwa na maswahaba wakamuuliza Hazrat Ali kwamba tumtendee kivipi. Hazrat Ali akamuita Hazrat Imam Hassan na akafanya wasia kwamba ikiwa ni kifa basi huyo auawe kama kisasi changu, lakini ikiwa ni kisalimika basi huyo asiuawe. Amar Zimulmur anaeleza kwamba Hazrat Ali alipopata majeraha ya upanga nikamjia, alikuwa amefunika kichwa chake, nikasema, ewe Amirul Mu'minin, nionyeshe majeraha yako. Ye akafungua kitambaa chake, nikasema, hilo ni jeraha dogo tu. Ye akasema, hivi karibuni nitawaaga nini. Hapo binti yake Kulsum aliyekuwa amesimama nyuma ya pazia akaanza kulia. Hazrat Ali akasema, nyamaza tu, kama ukiona kile nachoona mimi basi hutalia. Mimi nikasema, ewe Amirul Mu'minin, unaona nini? Akasema, hii ni misafara ya malaika na manabii, na huyu ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye anasema, yani naona manzari ipo misafara ya malaika na manabii, na huyu ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye anasema, ewe Ali, ufurahie, kwani unakoelekea ni bora kuliko hali ulionayo. Sawa na riwaya nyingine, Hazrat Ali alipomaliza wasia wake akasema, nasemeni nyote assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kisha hakunena lolote isipokuwa la ilaha illallah hadi roho yake ikanyanyuliwa. Kifo cha Hazrat Ali bin Abu Talib kilipotokea, Hazrat Hasan bin Ali akasimama jukwani na akasema, ini watu, usiku huu kimetokea kifo cha mtu ambaye watu waliopita kabla yake hawakuweza kumshinda wala wataweza kufikia daraja yake watu wa baadaye. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akimtuma kwa ajili ya vita fulani, Jibraili alikuwa akiwa kulia kwake na Mikaili alikuwa akiwa kushoto kwake, na alikuwa harejei hadi Allah alikuwa anamjalia ushindi. Ye ameacha mirasi ambayo ni dirhamu 700 tu. Alikuwa na nia ya kuitumia ili amnunue mtumwa, na roho yake ikachukuliwa katika usiku ambapo roho ya Hazrat Isa ilikuwa imenyanyuliwa, yani usiku wa 27 ya Ramadhan. Sawa na riwaya nyingine, tarehe ya kuuawa shahidi kwa Hazrat Ali ni usiku wa 17 wa Ramadhan mwaka 40 hijria. Huo ulikuwa mwaka wa 40 wa hijria, na zama ya ukhalifa wake ukawa miaka 4 na miezi 8 na nusu. Musleh Maud radhiyallahu anhu akieleza tukio hilo anasema, katika Tabaqate Ibn Saad jalada la 3 uhusiana na hali ya kifo cha Hazrat Ali imesimuliwa na Hazrat Imam Hassan ambaye alisema, ni watu, leo mtu aliyefariki dunia ni yule ambaye katika baadhi ya sifa zake watu waliotangulia na watakao kuja baadaye hawakuweza kufikia daraja yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anamtuma kwa ajili ya vita. Jibraili alikuwa akiwa kulia kwake na Mikaili
akiwa kushoto kwake, na ye alikuwa harudi bila kupata ushindi, naye ameacha dirhamu 700 tu kama mirasi yake, na kwayo alikuwa na nia ya kumnunua mtumwa mmoja, na amefariki katika usiku ambao roho ya Isa bin Maryam ilikuwa ikinyanyuliwa mbinguni, yani tarehe ya 27 ya Ramazan. Wana wawili wa Hat Ali na Hazrat Abdullah bin Jafar wakaosha maiti ya Hat Ali, na Hat Hassan akasalisha sala ya jeneza, na katika sala ya jeneza akasoma takbira 4. Hat Ali akavishwa sanda yenye vitambaa 3 isiyo na shati. Mazishi yake yakafanywa wakati wa kula daku. Inasemwa kuwa Hat Ali alikuwa na kiasi cha miski yenye baraka iliyokuwa imebaki kutoka ile iliyopakwa juu ya mwili mtukufu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hat Ali alikuwa amefanya wasia ya kwamba miski ile ipakwe juu ya maiti yake. Kuna hitilafu katika umri wake, wengine wanasema kwamba umri wake ulikuwa miaka 57, wengine wamesema 58, na wengine wamesema 65, na baadhi wanasema ulikuwa 63. Hata hivyo riwaya isemayo 63 ni sahihi zaidi. Kaburi la Hazrat Ali liko wapi? Kuhusiana na hilo swali linaibuka, na zipo riwaya mbalimbali za vitabu vya historia zinazoeleza habari zake kama zifuatazo. Hazrat Ali alizikwa wakati wa usiku mjini Kufa, na mazishi yake yakafanywa kimya kimya. Hazrat Ali akazikwa katika msikiti mkuu wa Kufa. Hazrat Imam Hassan na Hazrat Imam Hussein wakaileta maiti ya Hazrat Ali katika Madina na kuizika karibu na kaburi la Hazrat Fatima kwenye Baki. Ipo riwaya moja isemayo kuwa pindi walipoweka maiti Hazrat Ali katika sanduku moja na kuiweka juu ya ngamia huyo akapotea. Kabila la Taa likamkamata ngamia huyo, na wakafikiri kuwa ndani ya sanduku ile kuna mali. Walipoona kwamba ndani yake kuna maiti, hawakuweza kumtambua kwamba maiti hiyo ni ya nani, na wakaizika maiti pamoja na sanduku, na hakuna ajuaye kwamba kaburi la Hazrat Ali liko wapi. Kisha ipo riwaya isemayo kuwa Hassan alikuwa amemzika Hazrat Ali katika chumba fulani cha kizazi cha Jada bin Khubaira, na inasemwa kuwa Jada alikuwa mjukuu wa Hazrat Ali. Imam Jafar Sadiq anasema ya kwamba jeneza ya Hazrat Ali ikasalishwa wakati wa usiku na akazikwa mjini Kufa, na sehemu ya kaburi lake ikawekwa katika siri, lakini ilikuwa karibu na kasri la kifalme. Ipo riwaya ya pili inayosema kuwa baada ya kifo cha Hazrat Ali kutokea, Hazrat Imam Hassan akasalisha sala ya jeneza yake, na mazishi yake yakafanywa nje kidogo ya Kufa, na kaburi lake likawekwa katika siri kutokana na hofu ya kwamba Khawarij wasije wakazalilisha kaburi lake. Baadhi ya mashia wanasema kwamba kaburi la Hazrat Ali lipo katika Najaf, katika sehemu ambayo siku hizi inaitwa Mashhadun Najaf. Sawa na riwaya moja, Hazrat Ali akawawa shahidi katika Kufa na kaburi lake haijulikani lilipo. Baada ya kifo cha Hazrat Ali, Hazrat Imam Hassan akasalisha sala ya jeneza yake, na mazishi yake yakafanywa katika Darul Amara ya Kufa, kwa kuwa na hofu kwamba Khawarij wasije wakaizarau maiti yake. Alama Ibn Athir anaandika riwaya hiyo ni mashuhuri, na mtu asemaye kwamba maiti yake ilikuwa imewekwa juu ya ngamia naye akapotea nayo na hakuna ajuaye kwamba akaenda wapi, hiyo si sahihi, na msimuliaji ametia chumwi kwenye jambo asilo na elimu nalo, na akili na sheria pia haiungi mkono. Na itikadi hii ya Rawafis wingi wasio na elimu kwamba kaburi la Hazrat Ali lipo katika Mashhadun Najaf, basi hiyo pia haina dalili yoyote wala haina uhakika wowote, bali inasemwa kuwa lile ni kaburi la Hazrat Mughira bin Shoba. Imam Ibn Taymiyyah anasema kwamba katika Najaf, sehemu inayojulikana kama Mashhad, wanazuoni wote wameafikiana kwamba ile si sehemu ya kaburi la Hazrat Ali, bali ni kaburi la Hazrat Mughira bin Shoba. Mashia na Waislamu wengine pamoja na kuitawala Kufa kwa zaidi ya karne 3 hawakuzungumzia habari hiyo kwamba hilo ni kaburi la Hazrat Ali. Baada ya kupita miaka 300 tangu itokee shahada ya Hazrat Ali, sehemu hiyo ikapewa jina la Mashhad.
mashhad ali. Hivyo riwaya hiyo ni batili kwamba hilo ni kaburi la Hazrat Ali. Alama Ibn Jawzi baada ya kuandika riwaya mbalimbali zinazohusu kaburi la Hazrat Ali katika kitabu chake ameandika kwamba wallahu alam ayo aqwal asaho, yani Mungu anajua zaidi kwamba kauli ipi ni sahihi zaidi. Kuhusu ndoa ya Hazrat Ali na watoto wake, habari zake zinapatikana hivi kwamba Hazrat Ali katika nyakati tofauti akaoa wake 8 ambao majina yao ni haya: Fatima binti Mtume sallallahu alaihi wasallam, Khawla binti Jafar bin Qais, Laila binti Masud bin Khalid, Ummul Banin binti Hazam bin Khalid, Asma binti Umais, Sahaba Umme Habib binti Rabia, Umama binti Abul As bin Rabi. Huyo alikuwa binti wa Hazrat Zainab na mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Umme Saad binti Urwa bin Masud Saqafi. Kutoka hawa Allah akamjalia watoto wengi ambao idadi yao ni zaidi ya 30, watoto wa kiume 14 na mabinti 19. Kizazi chake kikaendelea na Had Hasan, Had Hussein, Muhammad bin Hanfiya, Abbas bin Kalabia na Amr bin Taghlabia. Kuhusu sifa, tabia na sira ya Hazrat Ali radhiyallahu anhu imeandikwa kwamba Hazrat Ibn Abbas anaeleza kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha wa man arada al madinata falyati al bab, yani mimi ni mji wa elimu na Ali ni mlango wake, anaitamani kuingia humo yampasa kuja mlangoni. Musleh Maud radhiyallahu anhu anasema safari moja Hazrat Ali alisema ya kwamba miongoni mwa maswahaba mtu shujaa na mwenye ujasiri zaidi alikuwa Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kisha akasema kwamba katika vita ya Badr sehemu maalum ilipoandaliwa kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati huo swali likaibuka kwamba leo nani atapewa kazi ya kumlinda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapo Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu akasimama na upanga wake, naye katika hali hiyo yenye hatari sana kwa ushujaa mkubwa akatekeleza wajibu wa kumhifadhi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vivyo hivyo inapatikana katika hadithi kwamba safari moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, yani mimi ni mji wa elimu na Ali ni mlango wake. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam amemjumuisha Hazrat Ali katika maulama. Lakini katika vita ya Khaybar, katika wakati mgumu sana, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amemkabidhi bendera ya Islam mkononi mwake, na hiyo inaonyesha kwamba katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam maulama hawakuwa waoga bali walikuwa mashujaa zaidi kuliko wengine. Huzur akieleza habari za ushujaa wa maulama akaeleza tukio hilo. Hat Ali anasimulia, nilikuwa na wakati ambapo kutokana na njaa nilikuwa nafunga jiwe juu ya tumbo langu, na leo sadaka yangu yani zaka imefikia 4,000 dinari. Katika riwaya nyingine dinari 40,000 imeelezwa. Abu Bahar anasimulia kutoka kwa mwalimu wake kwamba yeye akasema, nikamwona Hazrat Ali akiwa amevaa shuka nzito. Yeye akasema, nimeinunua kwa dirhamu 5 na yule atakaye nipatia dirhamu 1 zaidi kama manufaa nitamuuzia. Msimuliaji anasema kwamba nikaona pochi yenye dirhamu chache iliyokuwa kwa Hazrat Ali, naye akasema kwamba hayo ni matumizi yetu yaliyobaki kutoka mali ya Yambu. Yambu ni makazi ya watu yaliyopatikana yakiwa na umbali wa maili 7 kutoka Madina kuelekea ufukwe wa bahari. Juu ya pete Hazrat Ali maneno ya Allahu Maliku yalikuwa yamechorwa, yani Allah ndiye mfalme. Jumai bin Umair anasimulia kwamba nilimjia Hazrat Aisha pamoja na shangazi yangu, ambaye akamuuliza kwamba ni nani ambaye mtume alikuwa akimpenda zaidi. Hazrat Aisha akasema Fatuma. Kisha akamuuliza kwamba kutoka wanaume, akasema mume wake, yani Hazrat Ali. Salba bin Abu Malik anasema kwamba Saad bin Ubada katika uwanja wa vita zote alikuwa akishika bendera ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wakati wa kupigana vita Hazrat Ali alikuwa akishika bendera hiyo. Mtu mmoja wa kabila la Saqif
alieleza kwamba hat ali aliniteua kama mtendaji wa eneo la sabur. Sabur ni eneo linalopatikana katika faris likiwa na umbali wa maili 100 kutoka Shiraz, na akasema kwamba usimpige yeyote kwa sababu ya kodi ya dirhamu 1, wala usinyanganye riziki ya watu, wala usifuate nguo zao katika kipupu na kiangazi, yani usiwalazimishe watoe kodi hadi wakose nguo zao za kuvaa, wala usiwaombe mnyama ambaye wanamtumia katika shughuli zao za kila siku, na kwa ajili ya kukusanya kodi usiwauzi watu kwa namna yoyote na usiwakalifishe. Mimi nikasema, ewe Amirul Mu'minin, nikifanya hivyo basi nitarudi kwako bila kupata chochote. Hazrat Ali akasema, uwe na amani hata kama urudi bila kuwa na chochote, kwani tumeamrishwa kwamba tuchukue kutoka mali ya watu ambayo iwe zaidi ya mahitajio yao. Hati Ibn Abbas anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Hazrat Ali, wewe ni ndugu yangu na wewe ni rafiki yangu. Imesimuliwa na Ali bin Rabia kwamba nilikuwa kwa Hazrat Ali pale alipoletewa mnyama mmoja ili apande juu yake. Alipoweka mguu kwenye kikuku chake akasema bismillahi kwa mara 3. Alipokaa vizuri juu yake akasema alhamdulillah, kisha akasema subhanallazi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, yani atukuzwe yeye aliyetutiishia haya na tusingeliweza kutenda haya wenyewe, na bila shaka sisi tunarudia kwa Mola wetu. Kisha akasoma alhamdulillah kwa mara 3 na Allahu akbar mara 3. Kisha akasoma dua hii, subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, yani wewe ni mtukufu, kwa yakini nimejizulumu nafsi yangu, basi nisamehe, kwani hakuna anayeweza kusamehe isipokuwa wewe. Kisha akatabasamu. Msimuliaji anasema, nikamuuliza, ewe Amirul Mu'minin, kwa sababu gani umetabasamu? Hazrat Ali akasema, nilikuwa nimemwona Mtume sallallahu alaihi wasallam akifanya hivyo, kisha alikuwa ametabasamu, na nilikuwa nimemuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam sababu ya kutabasamu kwake. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameniambia kwamba Mungu wako anafurahi kutoka kwa mja wake pale mja wake anaposema kwamba, ewe Mola wangu nisamehe madhambi yangu, kwani hakuna awezaye kuyasamehe isipokuwa wewe. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ametabasamu kwa hilo. Imesimuliwa na Yahya bin Yamir ya kwamba safari moja Hazrat Ali bin Abu Talib alituhutubia. Baada ya kumhimidia Allah akasema, eni watu waliopita kabla yenu wakaangamia kwa sababu ya kutenda madhambi tu. Watu wao wema na maulama wao walikuwa hawawakatazi kufanya hivyo, kisha walipozidi sana katika madhambi ndipo adhabu ya aina aina zikawakamata. Basi nini, amrisheni mema na katazeni kutoka maovu kabla haijawafikieni adhabu ile walioipata wao. Kumbukeni kuamrisha kuhusu mema na kukataza kutenda maovu hakutapunguza riziki yenu wala haitaleta mauti kwenu. Jabir radhiyallahu anhu anasimulia, safari moja tulikuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika nyumba ya mama mmoja wa Ansar ambaye alikuwa amemwandalia chakula kama zifa. Mtume alisema, muda si mrefu atawajieni mtu wa peponi. Baada yake hata Abubakar akaingia ndani nasi tukampa pongezi. Kisha Mtume akasema, sasa hivi atawajieni mtu wa peponi. Hapo akaja hata Umar nasi tukampa pongezi. Kisha Mtume kwa mara ya 3 akasema, mtu wa peponi atakuja kwenu. Msimuliaji anasema, nikamwona Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye alikuwa ameficha kichwa chake chini ya mtende mmoja mdogo, na alikuwa anasema, ewe Allah, kama ukipenda basi huyu anayekuja awe Ali. Kisha Ali akaingia nasi tukampa pongezi. Anas anasimulia, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, pepo inawatamani watu 3, nao ni Ali, Ammar na Salman. Abu Usman Nahdi
anasimulia kwamba ali raziallahu anhu alisema siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameshika mkono wangu, nasi tukapita mtaa mmoja wa Madina na kufika karibu na bustani moja. Nikasema, ya Rasulullah, bustani hii ni nzuri sana. Mtume saa salam akasema kwamba bustani iliyoandaliwa kwa ajili yako ewe Ali huko peponi ni nzuri zaidi. Hat Ammar bin Yasir anasema nilimsikia mtume saa salam akimwambia Hazrat Ali ya kuwa, ewe Ali, Mwenyezi Mungu amekujalia sifa maalum ambayo hajawapa waja wake sifa bora kuliko hii, nayo ni kujitenga na dunia. Mwenyezi Mungu amekufanya hivi kwamba wewe huchukui chochote kutoka dunia na dunia pia haichukui chochote kutoka kwako. Yaani wewe huna tamaa ya dunia, wala watu wa dunia wanataka kuwa na uhusiano wowote na wewe. Pia Mwenyezi Mungu amekujalia mapenzi ya watu maskini, nao kwa kukufanya kuwa imamu wao wamefurahi, na wewe umefurahi kwa kuwafanya kuwa wafuasi wako. Basi ni bishara kwa yule akupendaye na aseme kweli kuhusu wewe, na ni maangamizo kwa yule anayekubagua na aseme uongo zidi yako. Watu wanaokupenda na wanasema kweli kuhusu zati yako watakuwa majirani zako huko peponi, na watakuwa wenzako katika kasri lako. Na wale wanaokubagua na wanasema uongo zidi yako, Mwenyezi Mungu amekwisha chukua dhima hii kwamba siku ya kiyama atawaweka katika mahali ambapo watasimama waongo watupu. Muslih Maud anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, daraja ambayo nitakuwa nayo peponi, Ali na Fatuma pia watakuwa katika daraja ile. Ali alikuwa miongoni mwa ashra mubashira, yani alikuwa mmoja wa wale maswahaba 10 wenye bahati njema ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amewapatia bishara ya kuingia peponi katika uhai wao. Said bin Zaid anasimulia, mimi kuhusu watu 9 natoa shahada kwamba wao ni watu wa peponi, na ikiwa nitasema kuhusu mtu wa 10 sitakuwa mwenye madhambi. Akaulizwa, kivipi? Akasema, sisi tulikuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam tukiwa juu ya mlima wa Hira, na ukaanza kutetemeka. Mtume akasema, tulia ewe Hira, kwa yakini wapo juu yako nabii au siddiq au shahid. Mtu akamuuliza, watu hawa wa peponi ni kina nani? Said bin Zaid akasema, Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe, Abubakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Saad na Abdurrahman bin Auf. Na akaulizwa, na yule wa 10? Akasema, ni mimi mwenyewe. Tukio ambalo nitalieleza sasa limeshaelezwa hapo kabla, lakini Musih Maud alayhi wassalam kuhusiana na swala la kudhibiti nafsi na kuondoa ubinafsi ameeleza tukio hili, hivyo nalieleza tena. Musih Maud alayhi wassalam anasema, inasemwa kuwa Hazrat Ali alikuwa akipigana na adui mmoja, na alikuwa akipigana naye kwa ajili ya Allah tu. Mwishowe Hazrat Ali akamwangusha chini na akapanda juu ya kifua chake. Adui huyo akatema mate juu ya uso wake, yeye mara moja akashuka chini na akamwacha, akifikiri kuwa hadi sasa nilikuwa napigana naye kwa ajili ya Allah tu, lakini sasa kwa kuwa yeye ametema mate juu ya uso wangu, hivyo ubinafsi umeingia ndani yake, hivyo mimi sipendi kumua kwa ajili ya nafsi yangu. Hiyo inaonyesha wazi kwamba yeye hakumfanya adui wa nafsi yake kama adui. Yatupasa kuwa na tabia hii. Akiinasihi jamaat anasema, ikiwa kwa ajili ya uchoyo wa nafsi na maslahi zenu mnamuuzi yeyote na kupanua uadui, basi hakuna jambo jingine linalomkasirisha Mungu zaidi kuliko hilo. Kisha katika sehemu nyingine akasema kwa maelezo zaidi kwamba kwa ajili ya kutofautisha baina ya hasira ya nafsi na hasira iliyo kwa ajili ya Allah, jifunzeni kutoka tukio moja la Hazrat Ali. Imeandikwa kwamba Hazrat Ali alianza kupigana na kafiri mmoja. Alikuwa akijaribu kumshinda mara kwa mara, naye alikuwa akikwepa, kisha akafanikiwa kumkamata na kukaa juu ya kifua chake, na ilikuwa karibu amue kwa hanjari yake.
ndipo ghafla kafiri huyo akatema mate juu ya uso wake. Alipofanya hivyo, Hazrat Ali raziallahu anhu akainuka na akamwacha na kujitenga naye. Kafiri huyo akashangaa sana na akamuuliza kwamba wewe ulinikamata kwa shida, nami ni adui wako mkali na hata nataka kukuua, hata hivyo baada ya kunikamata umeniacha, kwa nini umefanya hivyo? Hazrat Ali akajibu, sisi hatuna uadui binafsi na wewe, kwa kuwa wewe kutokana na kuipinga dini unawauzi Waislam, ndio maana unastahiki kuuawa. Nami kwa ajili ya dini tu nilikuwa na kukamata, lakini pale ulipotema mate juu ya uso wangu nikapata hasira na nikafikiri kwamba sasa jambo hilo ni jambo la nafsi ambalo limeingia kati, hivyo hainipasi kumua, ili kazi yetu yoyote isiwe kwa ajili ya nafsi na kila kitu kiwe kwa ajili ya Allah tu. Hali hiyo itakapobadilika na hasira ya nafsi itaniondoka, nitakufanyia kama unavyostahiki kufanyiwa. Kafiri aliposikia hayo akapata athari kubwa moyoni mwake na akafikiri kwamba hakuna dini inayoweza kuwa bora zaidi duniani kuliko dini hiyo ambayo mafunzo yake yanamtakasa mtu kwa kiasi hiki. Basi akatubu na akawa Muislamu. Basi huo ndio ucha Mungu wa kweli ambao unaleta tija. Musleh Maud radhiyallahu anhu pia ameeleza tukio hilo katika maneno yake. Huzur anasema Hazrat Ali alikuwepo vitani. Adui mmoja mkubwa ambaye ni watu wachache tu waliokuwa na uwezo wa kupigana naye akaja mbele yake, na kwa saa kadhaa vita ikaendelea kupiganwa kati yao na yeye. Kisha baada ya kupigana naye kwa masaa kadhaa, Hazrat Ali akamwangusha chini. Myahudi huyo akatema mate juu ya uso wake. Hazrat Ali akamwacha na akasimama mara moja. Myahudi akashangaa sana na akasema kwamba ni ajabu sana, baada ya ushindani wa masaa kadhaa umeniangusha na sasa umeniacha, huu ni upumbavu gani? Hazrat Ali akasema, sikufanya upumbavu wowote, bali nilipokuangusha na wewe ukatema mate juu ya uso wangu, hapo nikapata hasira moyoni kwamba kwa nini ametema mate juu yangu. Kisha nikawaza kwamba nilichokuwa nakifanya kilikuwa kwa ajili ya Allah, lakini sasa ikiwa nitaendelea kupigana naye, basi hiyo itakuwa kwa ajili ya hasira ya nafsi yangu, na kukuua kutatokana na hasira ya nafsi yangu na si kwa ajili ya Allah. Hivyo nikaona kwamba ni vyema nikuache, na hasira hiyo ikiniondoka, basi nitakuangusha tena kwa ajili ya Allah. Huzur amesema baki nitaeleza katika hutuba ijayo inshallah. Muda huu napenda kusema jambo jingine, nalo ni kwamba leo ni siku ya kwanza ya mwaka mpya na Ijumaa ya kwanza. Mfanye maombi kwamba mwaka huu kwa ajili ya jamaat, dunia na kwa ajili ya ubinadamu uwe wenye baraka. Sisi pia kwa kutekeleza wajibu wetu tuwe wenye kunyenyekea zaidi na kuongeza viwango vya ibada zetu, na watu wa dunia pia wakielewa na kufahamu shabaha ya kuumbwa kwao wawe wenye kutimiza haki ya Mwenyezi Mungu, na badala ya kunyang'anya haki za wengine wakifuata amri za Allah wawe wenye kutimiziana haki. Wa ila Mwenyezi Mungu sawa na njia yake huwa anawaelekeza watu wa dunia kuhusu wajibu wao. Lau kama sisi na watu wote wa dunia tuelewe nukta hiyo muhimu na tuweze kuboresha dunia na akhira yetu. Tangu mwaka mmoja tunaendelea kupita katika janga hatari sana, na hakuna nchi yoyote ya dunia iliyo nje ya janga hilo. Katika nchi fulani ni ndogo na katika nchi zingine ni kubwa, lakini inaonekana kwamba uwingi wa dunia hautaki kufikiri kwamba huenda janga hilo limetoka kwa Allah ili lituelekeze kutekeleza wajibu wetu.
wao hawapendi kufikiri kwamba mungu anataka kutuamsha na kutuambia na kutuelekeza. Hakuna anayefikiri hivi. Miezi michache kabla nilikuwa nimewaandikia viongozi wengi wa nchi barua za kuwaelekeza na kuwafahamisha kuhusu janga hilo la korona, na kwa kupitia nukuu za hadha masihi maud alaihi wassalam nilikuwa nimewaelekeza kwamba majanga haya yanatoka kwa Allah pale tunaposahau wajibu wetu na watu wanapozidi katika zulma. Hivyo muzingatie hilo. Baadhi ya viongozi wakanijibu, lakini majibu yao yalikuwa ya kidunia tu, ya kwamba hata sisi pia tunataka hivi, na wakaongea mambo ya kidunia tu na hawakuzungumza lolote kuhusu Allah, wakisema kwamba tufanye hivi na vile. Lakini uhakika ndio huu kwamba watu hawa hawako tayari kujibadilisha hali yao, wala hawana nia ya kuwahurumia watu wa nchi zao na kuwaelekeza ili wajue shabaha yao hasa, ijapokuwa wanajua kwamba matokeo ya janga hilo yatakuwa mabaya sana. Kila kiongozi wa dunia anajua vizuri, na kila mwenye akili anafahamu, kila mchambuzi anatambua. Lakini hata hivyo hawataki kuelekea kwa utatuzi sahihi, isipokuwa wameelekea kutumia mbinu za kidunia tu. Kutokana na janga hilo, kila mtu ameendelea kuzofika kiuchumi. Wapo wanaoendelea kuzofika kiafya, lakini kikawaida uchumi pia umeporomoka. Bali niseme kwamba uchumi wa utawala wenye nguvu pia umezorota na kuporomoka. Watu wa dunia wana utatuzi mmoja tu, ya kwamba pale uchumi wao utakapoangamia, basi watateka uchumi wa nchi zingine ndogo ndogo, na watatumia mbinu mbalimbali za kuziwinda, na kisha kwa kutumia njama zao mbalimbali watateka mali zao, na kwa ajili yake yataundwa matabaka, na tayari yameundwa. Vita baridi itaanza tena, na sasa wameanza kusema kwamba tayari imeanza, na sio mbali kwamba vita yenye silaha pia ianze kutokea, ambayo italeta maangamizo makubwa. Kisha watu hawa watatumbukia katika shimo jingine. Nchi za maskini zinazoendelea kuteseka, watu wa nchi tajiri pia watateseka, na watateseka mno. Basi kabla dunia haijaifikia hali hiyo, sisi tukitekeleza wajibu wetu, yatupasa kuitahadharisha dunia. Basi mwaka huu utakuwa mwaka wa kutakiana kheri, ambapo tutakuwa wenye kutimiza wajibu wetu kwa kiasi hicho ya kwamba tuwafahamishe watu na tuiambie dunia. Na ni dhahiri kwamba ili tuweze kufanya hivyo, tutalazimika kuangalia hali zetu zikoje. Sisi tuliomwamini imamu wa zama, Masihi na Mahdi aliyeahidiwa, je, hali yetu imeshafikia kiwango hicho ya kwamba sisi pamoja na kutekeleza haki za Allah pia tunatekeleza haki za waja wake? Au bado tuna haja ya kuongeza viwango vyetu vya kujirekebisha na kuwa na hisia za upendo na mapenzi baina yetu? Basi kila mwanajumuiya anapaswa kutafakari kwamba yeye amekabidhiwa kazi nzito mno,
na ili aweze kuitekeleza kazi hiyo atalazimika kuzalisha hisia za upendo na mapenzi na udugu ndani mwake, kisha katika jamii yake, na kisha ailete dunia ije chini ya bendera hii ambayo ilipeperushwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambayo ni bendera ya tauhidi ya Allah. Ndipo tunaweza kufanikiwa katika kusudio letu la kufanya bayati, na ndipo tunaweza kuwa wenye kutimiza haki ya bayati, na ndipo tunaweza kuwa warithi wa fadhili za Allah, na kisha tunaweza kutakiana kheri ya mwaka mpya. Mwenyezi Mungu atujalie na kila mwanajumuiya, mwanamume na mwanamke, kijana, mtoto na mzee, akielewa jambo hilo afanye ahadi kwamba mwaka huu, ili niweze kuleta mageuzi duniani, nitatumia nguvu zangu zote. Mwenyezi Mungu amjalie kila mwanajumuiya kufanya hivyo. Siku hizi kwa ajili ya wanajumuiya wa Pakistan na wanajumuiya wa Aljazair, naendelea kuwaelekeza wanajumuiya kufanya maombi. Muwaombe sana. Nchini Pakistan, katika baadhi ya sehemu, baadhi ya maulama na viongozi wa serikali wameendelea kufanya zulma. Watu wa namna hiyo ambao hawako tayari kujirekebisha, Mwenyezi Mungu awakamate haraka iwezekanavyo. Mwenyezi Mungu anajua kwamba nani atajirekebisha na ni nani ambaye ataendelea na tabia yake. Hivyo wale wasiojirekebisha, Allah awafanye wakamatwe na adhabu yake haraka. Kanuni wanayoitumia ili waweze kuwadhulumu wanajumuiya na hata wanawazuia wanajumuiya katika kutumia mbinu ambazo ni kwa ajili ya malezi yao. Mwenyezi Mungu awaondolee shida na matatizo haya yote, na Mwenyezi Mungu awaondolee shida hizi zote na atuokoe kutoka shari yao. Kimsingi hawa ndio wanaozalilisha jina la yule aliye rehema kwa walimwengu, na wanajumuiani wenye kujitolea uhai wao kwa ajili ya heshima ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika zama hizi, ili dunia iletwe chini ya bendera ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kazi kubwa, bali kazi yenye ukweli na uhakika ndio inaendelea kufanywa na wanajumuiya. Bali tuseme kwamba ikiwa kazi hiyo inaendelea kufanywa duniani, basi inafanywa na wanajumuiya pekee. Basi watu hawa wa dunia kwa kutumia utawala na utajiri wao wanaweza kutuzulumu, lakini wakumbuke kwamba sisi ni wenye kumwamini yule Allah ambaye ni Nemul Mola wa Neman Nasir. Kwa yakini msaada wake huteremka. Huyu ndiye Mungu ambaye ni Nemul Mola wa Neman Nasir. Kwa yakini msaada wake huteremka na hufika, na pale unapokuja msaada wake, wakati huo watu hawa wa dunia ambao katika mtazamo wao ndio wenye nguvu na mamlaka, hata majivu yao pia hayaonekani kwamba yamekwenda wapi. Basi kazi yetu ni kuboresha zaidi ibada zetu kwa maombi, na ikiwa tutafanya hivyo, basi lazima tutafanikiwa. Kuhusu nchi ya Aljazair, nilikuwa nimesema kwamba wote wameachiliwa huru. Huko mahakama moja ilikuwa imewaacha huru wote, na mahakama nyingine pia kwa kuwatoza faini hafifu takriban imewaacha huru. Lakini hata hivyo wapo baadhi ya watu ambao bado wamo ndani ya jela. Muwaombee kwamba Allah awajalie uhuru haraka. Pia muwaombee waliotiwa ndani huko Pakistan. Furaha zetu hata kama ziwe za mwaka mpya au za Idi,
tutapata furaha za kweli ambapo tutakuwa wenye kupeperusha bendera ya tauhidi ya allah kote kote duniani. Bendera ambayo mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuja nayo. Tutapata furaha za kweli ambapo ubinadamu utakuwa wenye kuzitambua heshima za kibinadamu, ambapo chuki za watu zitabadilika katika mapenzi. Mwenyezi Mungu atujalie kuziona furaha za namna hiyo. Aujalie umati wa Kiislam akili kwamba umkubali Masihi Maud na Mahdi Maud. Aijalie dunia akili kwamba iweze kujielekeza kutekeleza haki za Allah na haki za waja wake. Mwenyezi Mungu amlinde kila mwanajumuiya kwenye kila nchi, na mwaka huu uweze kumletea kila mwanajumuiya rehma na baraka zake. Na kasoro na dosari zilizotokea katika miaka iliyopita na zikawa sababu ya kumkasirisha Allah, na kwa sababu yake tukakosa neema zake, mwaka huu Allah atuepushe na hizo na atufanye tuwe warisi wa neema na fadhili zake na tuwe waumini wa kweli. Mwenyezi Mungu atujalie kufanya maombi haya. इनसे अल्लाह ताला हमें बचाए और अपने इनामों का और फजलों का वारिस बनाए और हम हकीकी मोमिन बन जाएं। अल्लाह ताला हमें इन दुआओं की भी तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.